Wale wa Mburati tunaoitwa waovyo, umeona tunaye zaidi. Nimekuja Mburati. Watu waovyo kabisa Mburati. Lakini nimekuja. Kubadilike. Tunabadilika. Na ulichotuahidi kweli tumekiona. Mkono ilikuwa inaama kwenye sana. Inaama umecheza na vitu vya kuchinja. Kwa tunakushukuru sana na shemeji yetu hapa na mtoto wetu kwa kuweza kujumuika na watoto wenzie hawa na watoto wetu. Tunawashukuru sana na karibuni sana. Mungu awabariki, awaongezee hapo mlichokuwa nacho, awaongezee zaidi ya hicho. Amin. Amin. Sasa mlezi mwanangu ana mkono waidi kwa watoto wenzie, na ungeweza kuwapa basha moja, utamuelekeza watoto wapi basha moja moja. Kuna jana tuliongea na mmoja wenu hapa, alisema nguo za kugawa moja moja kwa mtu mmoja mmoja. Niliongea naye kiongozi, kuna vitu alisema, ulivyovisema bwana nimevitekeleza. Mimi nimetekeleza hichi. Niliongea naye jana akaniambia bwana mambo fulani, nikasema chakula kitawahi kuisha, mpe na wewe pia. Chakula kuna risk, amejitoa mwanangu kidogo alichokuwa nacho tupate hata mkono aidi. Huyu bwana yuko form 1 sasa hivi. Yuko form 1 sasa hivi. Alirudi mara moja kiafya, lakini nafikiri alhamdulillah ametengemaa. Basi mashallah. Kesho anarejea shuleni. Kwa nikasema hapana, kabla hajarejea shuleni basi aje afanye jambo na wenzie, wakae na wenzie waweze kujua maisha nje ya kukaa gorofani. Nje ya gorofa kuna maisha mengine yanaendelea, kwa ajue. Kwa huenda hata siku moja naye akakaa chini. Wengine wale kule huyo hapo hapo. Kwa hivyo mimi nilipenda moyo wa mtoto wangu. Jana mimi nyumbani narudi saa 8 usiku. Asubuhi ndarudi kaambia mami, kanambia umempigia simu umesema tunaenda kufuturu. Unatoa sadaka na mimi nataka nitoe sadaka. Nikamuuliza mama yake ana hela asinivuruge. Mama yake kanambia bwana ana chochote kwenye akaunti yake anataka kukipunguza. Sikuweka shaka. Kwa sababu gani nilimruhusu? Kuna maisha yanabadilika. Leo mimi niko hai, mama yake yuko hai. Leo analala sehemu kwenye nyumba yao, lakini maisha yanaweza kubadilika. Akatokea mtu tu akasema eneo hili baba yako alijenga ni eneo langu. Mimi nilishatangulia mbele yake. Akajikuta anatafuta, akakumbuka bwana niliwahi kwenda na baba sehemu fulani. Akaja hapa. Na madam pengine anaweza kama mzee akamkumbuka bwana huyu kweli. Kona akakaa kwa unachokifanya njoo uchukue. Lakini sijaishia hapa. Wadau wangu wengine, Kansela Salah anatamani kujua changamoto. Huyu ni mkurugenzi na mwekezaji wa Silent Ocean. Anatamani kujua changamoto za hapa. Changamoto za hapa atasaidia kadri ya uwezo wake. Lakini nikapita kwa ndugu yangu, rafiki yangu Ghalib Said Muhammad, akanambia mimi nina soda, peleka soda za watoto na maji. Lakini na yeye akanambia Mwijaku kuna changamoto gani? Nikaogopa kuchuma dhambi, nikasemea watu kumbe shida hiyo sio ilikuwepo. Nikasema nitakwenda pale atazungumza na wataleta maandishi rasmi. Na mimi nakuamuru maandishi rasmi GSM Group of Companies, maandishi rasmi Silent Ocean yapeleke. Sasa GSM na GSM Foundation. Kwa hiyo maandishi rasmi vile vitu vinavyohitajika utaviandika, na ukishindwa mimi nitakuja kuifuata, nitaipeleka au tutaongozana mimi na wewe. Kwa hiyo nimefanya hivi kwanza kuwakumbusha wengine. Tumekuwa na attendance, watu wanafuturu wanapeana kadi. Hapa nje tunaona watu kibao jirani wamekuja. Mimi nilipokuja jana niliwakuta hawa wa ndani tu. Lakini nje majirani wengi wamekuja. Kuna majirani, mwenyekiti akaniambia bwana kuna hawa, wameletea wengi. Nikaambia usimzuie mtu. Tule tukikiisha tutasema jamani hapa ndio mwisho wa uwezo wangu. Hatukumsimamisha mtu tuseme alete kadi pale. Mwenyekiti hakuna mtu kaambia kalete kadi. Hapana. Watu tunakosea, tunawafuturisha. Sasa hivi mtu anakwenda kufuturisha sehemu anawapa watu kadi. Mlangoni anasimama mtu, kama huna kadi usifuturu. Makosa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajatufundisha hivi. Kwa hiyo nimeonyesha utofauti, ndugu zangu wengine tuige. Usimfuturishe mtu basi kwa kadi. Useme bwana huyu asile, huyu wale, huyu asile, huyu wale, au sijui kuku ya nani, mayai ya nani. Wote wale, hata mtu akila tende amefuturu. Unajua dhana nyingine ya kufuturu watu wanaweka kwa ukubwa.
hata ukila tende umefuturu. Kwa hiyo madam, mimi nakukabidhi mfano wa hizi nguo kutoka Sunderland, ni kwa sababu ya watoto, ikawe kama ishara ya mfano wa nguo. Wewe utajua namna gani ukaa nazo, size ya kumgawia huyu, mgawie huyu, huyu mgawie huyu, huyu mgawie huyu, huyu mgawie hichi. Utajua kwa hapa zipo zimechanganyika, kuna za wanawake, za wanaume. Kwa hiyo baadaye wewe mwenyewe ukikaa utazichangua, bwana huyu namtosha, huyu namtosha. Kabla sijamruhusu mke wangu na lolote na lolote, mwanangu na lolote, kama una chochote cha kuongea madam kwa niaba ya